Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibuni katika darasa za Mwalimu Abul Hassan Jumar, mtaalamu wenu wa kufasiri ishara za nyota na ndoto na utatuzi uliokuwa sahihi. Ikiwa tunaendelea na utaratibu ambao ni wa kuelezea matukio ya kila nyota, na lengo kubwa ni watu waweze kujifahamu na kuwa makini na maisha yao ya kila siku kupitia nyota zao. Na ikiwa tuelezea kuanzia tarehe 24 mpaka tarehe 26 ya mwezi huu wa 5 ni kama ifuatavyo. Nyota ya Kondoo, mama yako mzazi au mlezi wako atakutumia ujumbe kuhusu msaada. Biashara, mwelekeo si mzuri. Upande wa mahusiano katika nyota ya Kondoo, unaweza kuwa msikivu kuliko kawaida. Migogoro ya kifamilia inaweza kujitokeza. Kipato, matumizi ya nyumbani yanaweza kuongezeka. Ushauri katika nyota yenu ya Kondoo, ni vizuri mkapunguza hasira za haraka na kusikiliza watu wa karibu. Itapendeza kama tutawasiliana. Nyota ya pili ambayo ni Ng'ombe, utakuwa ni mwenye furaha pia, utafurahiwa kwenye harakati zako. Waliopo kwenye shughuli mbalimbali mtapata mafanikio kiasi na ni vizuri tukawasiliana. Mahusiano katika nyota hii ya Ng'ombe, mazungumzo ya karibu yanaweza kuimarisha mapenzi. Upande wa kipato, biashara za mawasiliano au usafiri mdogo mdogo zinaweza kusaidia katika kipato chako. Ushauri, tumia subira kabla ya kufanya maamuzi ya kipesa. Nyota ya tatu ni Mapacha, mambo yako yatakuharibikia, afya yako itakusumbua na ni vizuri ikahitajika kupata utatuzi wa matatizo hayo. Habari za jamaa waliopo gerezani au habari za kuhusu kesi zitakufikia. Upande wa mahusiano, kutafuta uhakika wa kihisia kutakuwa ni muhimu. Upande wa kipato, kuna dalili za matumizi kuongezeka lakini pia ni fursa mpya. Ushauri katika nyota hii ya Mapacha, panga bajeti vizuri. Kaa ni nyota ya 4, makusudio ya ununuzi wa kiwanja au shamba ni vizuri ukatekeleza. Ujenzi ukianzisha utakamilika kwa sasa, hasa ukiwa huna mikosi. Mambo mengi utayofuatilia yatakuwa ni yenye mafanikio kiasi, ni vizuri tukawasiliana. Mahusiano, hisia zako zitakuwa kali zaidi, watu watakuvutia kwa upole wao. Upande wa kipato katika nyota ya Kaa, riziki ya polepole lakini itakuwa ni yenye msingi mzuri. Yani utosheke na kile unachokipata kwa sasa hivi. Ushauri, usibebe huzuni za kila mtu. Nyota ya Simba ni nyota ya 5, unaweza kubadili mfumo wa biashara, ni vizuri kupatiwa ushauri wa kinyota, na tumeelezea nyota maana yake ni maisha. Utatafutwa na jamaa zako wa karibu ili uwakopeshe na uwasaidie, kwa hiyo ni vizuri ukawasaidia kadiri ya kile ambacho uko nacho. Mahusiano, kuna mambo yanaweza kufanyika kwa siri au kimya, yatakuwa ni mazuri zaidi. Upande wa kipato, tahadhari kwenye matumizi yasiyoonekana si nzuri. Na ushauri katika nyota hii ya Simba, pumzika kiakili kabla ya maamuzi makubwa. Ina maana kuna maamuzi yatakayokuja, kwa hiyo yanahitaji uanze kurelax. Nyota ya Mashuke ni nyota ya 6, ukiwa ni kiongozi au msimamizi wa jambo lolote uwe makini leo hii au katika kipindi hiki. Habari za ndugu zitakufikia, pia habari nyingi zichunguze, tuwasiliane. Mahusiano katika nyota ya Mashuke, marafiki wanaweza kuwa karibu zaidi kihisia. Upande wa kipato, mafungamano mazuri na marafiki vinaweza kuleta kazi. Ushauri ni kukubali msaada wa wengine. Na nyota ya 7 ambayo ni Mizani, jitahidi kutekeleza kwa yale yaliyohitaji wazazi wako au walezi wako. Uchunguzi wa nyumbani au sehemu unayoishi ni muhimu, kwa kuwa kuna kitu muhimu kitatokea. Upande wa mahusiano katika nyota hii ya Mizani, muda wa kazi unaweza kuathiri mvuto. Kipato, kazi au biashara inaweza kuonekana zaidi kwa watu, maana utafanya vizuri na haswa ukiwa huna mikosi.
Ushauri, linganisha moyo na majukumu. Kwa ni vizuri ukaangalia kati ya majukumu ulionayo na vile moyo wako unavyokuelezea au unavyoongea, maana mioyo huwa inaongea. Nyota ya 8 ni Nge. Makusudio ya ununuzi wa mavazi ni vizuri ukatekeleza na itakusaidia kuongezea zaidi bahati. Mambo mengi yatakayojitokeza yatakuwa ya furaha na ushindi mkubwa. Upande wa mahusiano yanaweza kuingia katika hatua ya kuelewana kwa kina, yani deep zaidi. Na kipato, safari, elimu au mawasiliano ya mbali, zote hizi zinaweza kuleta riziki, yani ikaleta fursa ya mafanikio. Ushauri katika nyota ya Nge ni kufungua akili kwa mawazo mapya. Ni kipindi cha kuwa makini kwa kusikiliza habari mpya au ushauri mpya na ukafanyia kazi. Nyota ya 9 ni Mshale. Hali ya kuachwa au kuacha itajitokeza, na pia unaweza ukapoteza vitu vyako, na pia ni vizuri tukawasiliana ili nikupe ushauri zaidi. Pia fuatilia habari muhimu ingawa huzuni zitakuzidi. Upande wa mahusiano katika nyota ya Mshale, hisia za kumiliki vitu zinaweza kuongezeka. Kipato, fedha za pamoja au madeni zinahitaji tahadhari. Fedha za pamoja ni ile kuwa partnership, yani mnaungana, ndio zinakuwa fedha za pamoja. Ushauri katika nyota hii ya Mshale, usichanganye hisia na maamuzi ya pesa. Nyota ya 10, nyota ya Mbuzi. Ugomvi baina ya wanandoa zitajitokeza tofauti pia ikapelekea magomvi kutokea, na ni vizuri mkawa waangalifu. Kupotelewa kwa kitu muhimu ni hali itakayokukuta. Unaweza ukafiwa na mtu muhimu, unaweza ukaibiwa mali zako au ukapoteza pia. Yote haya nilikueleza yanahitaji uvumilivu zaidi. Upande wa mahusiano katika nyota ya Mbuzi, ushirikiano na mazungumzo ya kuwajibika yanaongezeka, yani yataongezeka, na ni vizuri ukayaimarisha, ukayapokea. Upande wa kipato, ushirikiano unaweza kufungua milango. Ushauri katika nyota ya Mbuzi, sikiliza upande wa pili kwa utulivu. Ni vizuri kama tukawasiliana zaidi. Nyota ya 11 ni Ndoo. Utatafutwa na marafiki ingawa upo mnyonge. Usiwaoneshe unyonge wale watu ambao utakokuwa nao karibu. Japo utakuwa mnyonge, lakini si vizuri kuwaonesha ule unyonge wako. Na baadhi ya vitu utavikosa kwa sababu ya nini? Ya kuonesha ule unyonge. Upande wa mahusiano katika nyota ya Ndoo, stress za kazi zinaweza kupunguza mvuto. Mawazo mengi, huzuni nyingi zitakupunguzia mvuto katika nini? Katika mahusiano yako. Upande wa kipato, majukumu yataongezeka, lakini pia matokeo yataonekana. Ushauri katika nyota ya Ndoo, linda afya na usingizi, yani jitahidi kupumzika zaidi ili afya yako iimarike. Upande wa nyota ya Samaki, ndio nyota yetu ya 12 na ni nyota ya mwisho katika nyota zile za binadamu. Upate ushauri wa kina kwa mipango ya kimaisha ulionayo. Na huu mwaka 2026 ni mwaka wa huzuni, yani stress zitaongezeka, zitakuwa ni nyingi. Upande wa mahusiano ni kipindi kizuri kwa upendo wa kina na uwe na huruma. Na kipato, vipaji vya ubunifu vinaweza kuleta mapato, yani ukawa creative, itakusaidia kuongeza kipato. Na upande wa ushauri katika nyota yetu ya mwisho ya Samaki, tumia hisia zako vizuri. Asanteni sana kwa kufuatilia darasa za Maalim Abul Hassan Jumar. Kwa ushauri mbalimbali wa kutaka kujua au kusomewa mambo yako kama ninavyoshauri, kuna mambo mengi ambayo yanatakiwa tuyafahamu. Kuna destiny circulation, yataka tujue namna ya kubadilika, kuendea fursa, tunaendeaje. Kwa sababu mwaka mmoja una siku 360. Sasa ukapewa ushauri wa jumla tu katika mwaka huo, lakini ukumbuke kuna siku 30 za mwezi, kuna siku 7 za wiki, kuna miezi 2, kuna miezi 6, kuna mwaka mzima. Kwa hiyo kuna vitu lazima uwe unakumbushwa. Nashukuru sana, asanteni sana. Karibuni.